Tumsifu Yesu Kristo. Mwana mpendwa, mwana familia ya Yerusalemu, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Ni siku njema, siku yenye baraka za Mungu, siku yenye matumaini mapya tena. Siku hii ya leo ambayo Mungu amenichagua mimi na wewe kwenda kuisikiliza semina hii ya ndoa kwa njia ya mtandao. Tunamshukuru Mungu kwa njia ya pekee, kwa kibali cha pekee kwa ajili ya maisha haya ambayo ametuchagulia kwa siku hii ya leo. Hakika Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, kwa kweli Mungu anastahili kusifiwa. Yaani kwa upendo wa Mungu tunamuona Mungu akionekana kabisa, yaani upendo wa ajabu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo, yaani ni siku iliyo njema, ni siku nzuri. Hivyo hatuna budi mimi na wewe kwenda mbele za Mungu kumshukuru Mungu, kuanza pamoja. Tukaanze basi semina hii yetu kwa kupitia jina la Mungu, yaani tuanze na Mungu na tukahitimishe na Mungu. Karibu sana, mkaribishe na jirani yako, karibisha wote ambao unatamani wapate semina hii itakayotujenga kimwili na kiroho. Tuanze pamoja kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako, kwa ajili ya neema yako. Tunakushukuru kwa ajili ya kibali chako cha kutuachia mahali hapa. Tujifunze maneno yako yaliyo mazuri, maneno yako yaliyo matamu. Tujifunze kwa habari ya ndoa, wito wetu. Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu uliyeanzisha jambo hili. Tunaamini Mungu, wewe utakachoanzisha popote duniani na mbinguni kitaenda kutimilika. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana mpendwa, tunamshukuru Mungu kwa upendo na baraka zake, kwa ajili ya makuu anayozidi kututendea. Basi tunaingia katika semina yetu ya ndoa. Nitakuwa nami mtumishi Dani tukijifunza kwa habari ya semina hii ya ndoa, tukianza siku ya leo. Basi tutatamani kile tunachotamani tujifunze vizuri, na tutaanza na utangulizi. Tunataka tutambue kwanza nini maana ya ndoa. Tusijifunze tu kwa habari ya ndoa kabla hatujajua maana ya ndoa. Lakini kabla hatujajifunza, nitoe tahadhari kwa somo hili. Somo hili litakuwa ni nzuri na yenye kupendeza kwa wenye umri wa kuanzia miaka 18 na kuendelea. Miaka 18 na kuendelea, ikiwa ni wale wanandoa na wale wanaotarajia kufunga ndoa. Kama hauna umri huo basi, au hujafikia hatua hiyo, na kuomba tu usisikilize, maana mambo haya hayatakuwa hayakuhusu sana. Ila utakapofika wakati wako, basi Mungu ataachilia tena neema, au utapata semina hii kwa njia ya YouTube. Kwa hiyo kama ni ndogo au hujafikia umri huo, naomba usisikilize maana mambo haya ni ya watu wazima, watu wanaotaka kumlingana Mungu kwa njia ya kuwa pamoja, kuwa mwili mmoja. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Bila kupoteza muda, twende moja kwa moja kujifunza kwa habari ya ndoa. Ndoa ni nini? Tujue kwanza nini maana ya ndoa. Kuendana na hali kabisa ile ya kujulikana kuwa tunajua ndoa ni mapatano ya hiari kwa mujibu wa sheria baina ya watu wawili, mwanaume mmoja na mwanamke mmoja, wasio na kizuizi, wenye nia ya kuishi pamoja ili kujiboresha wenyewe na kuzaa watoto na kuwalea. Naomba nirudie. Ndoa ni mapatano ya hiari kwa mujibu wa sheria baina ya watu wawili, mwanaume mmoja na mwanamke mmoja, wasio na kizuizi, wenye nia ya kuishi pamoja ili kujiboresha wenyewe na kuzaa watoto na kuwalea. Tunaona hapo jinsi gani tunaendelea kuelewa nini maana ya ndoa. Tukiangalia pia maana zaidi ambayo tunaendelea kuangalia nini maana zaidi ya ndoa. Tunaona pia ndoa ni makubaliano ya hiari. Ndoa ni makubaliano ya hiari kwa watu wawili
wanaoishi pamoja. Ni makubaliano ya hiari kwa watu wawili wanaoishi pamoja wenye jinsia tofauti. Hii ndio maana ya ndoa, yani mwanamke na mwanaume. Ndoa ni ushirika wa hiari baina ya mwanaume na mwanamke kwenye lengo la kudumu katika maisha ya pamoja. Ndoa ni jumuiya ya ndani kabisa ya maisha ya mapendo inayounganisha watu wa ndoa na kuwaweka, na imewekwa kwa kupangana na sheria za pekee za Mungu, Muumba wetu mwenyewe. Kwa hiyo tutambue hilo na tujue kabisa. Na pia tukiangalia ndoa ni agano ambalo kwalo mwanaume na mwanamke hufanyika kwa ushirika wa maisha yao yote. Ni agano ambalo kwalo mwanaume na mwanamke hufanya kwa ushirika wa maisha yao yote. Tunaona hata katika vitabu vya dini vinatueleza kabisa kuwa agano hili likishaunganishwa hakuna mwanadamu anayeweza kulitenganisha. Hakuna mwanadamu anayeweza kulitenganisha. Hapo tumeangalia kwa ufupi nini maana ya ndoa. Kabla hatujaenda mbali sana, hebu tujifunze kidogo, tuangalie neno la Mungu linasemaje. Neno la Mungu linasemaje katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ile, Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya ya 11 hadi ya 12. Tuone hapo ni kitu gani Mungu anatuambia kupitia maandiko matakatifu. Naomba tufungue pamoja Wakorintho wa kwanza ile sura ya 11 aya ya 11 na ya 12. Neno la Mungu linatuambia, walakini si mwanamke pasipo mwanaume, wala si mwanaume pasipo mwanamke katika Bwana. Maana kama mwanamke alitoka katika mwanaume, vile vile mwanaume naye huzaliwa na mwanamke, na vitu vyote asili yake kutoka kwa Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe katika nafsi zenu. Tunaona neno la Mungu linatuweka wazi kabisa. Hii Wakorintho wa kwanza sura ya 11 kuanzia ya 11 hadi ya 12. Hapo tunaendelea kupata tena zaidi, yani hali ile ya kuendelea kujua. Na tukiendelea kujifunza pia tunaona ndoa inawaunganisha pamoja mwanamke na mwanaume katika muunganiko kamili wa miili yao. Kitendo hicho kilichokusudiwa na Mungu, ambapo kwa njia yake mwanaume na mwanamke wanaonyeshana upendo, hivyo waweza kutoa maisha yao kwa ajili ya wao kwa wao. Wamejitolea kabisa maisha yao. Pia wote tena wawili bali mwili mmoja, wako tayari kupokeana kwa shida na raha, kukubaliana kwa taabu, katika hali zote. Yani wamekubaliana. Makubaliano mwanzo tumesema ni makubaliano ya hiari, makubaliano ambayo wanakubaliana pasipo kulazimishwa na mtu yoyote. Kila mmoja lazima awe tayari kujitoa ili amfurahishe mwenzake, na pia awe tayari kumpokea mwenzake, kufurahiana katika maisha. Upendo ulio mkubwa kwao kila mmoja ni kutoa nafsi yake kwa ajili ya mwingine. Hivyo hili linatupasa ile sauti isiwe sauti moja, inatupasa iwe sauti moja. Kama mwanaume atakaposema ndio, iwe ni ndio kwa wote. Kama mwanamke atakaposema ndio, iwe ni ndio kwa wote. Ndio maana halisi ya ndoa. Hivyo wote wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na Mungu amewapulizia pumzi ya uhai katika uumbaji na kuwabariki kwamba katika agano hili lenu, nendeni mkazae mkaijaze dunia. Ndio mpango halisi wa ndoa. Na tunaona hili pale ambako katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1
aya ya 28. Hivyo Mungu mwenyewe ndiye muasisi wa ndoa. Hivyo mimi, Mungu mwenyewe ndiye muasisi wa ndoa. Hebu tusome hii Mwanzo sura ya 1 aya ya 28 tuone Mungu anasema nini. Aya ya 28 inasema, Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Hivyo katika hii tunaona kabisa agano hili lilivyo halisi, lilivyo ratibishwa na Mungu mwenyewe. Sio mwanadamu amelianzisha, bali ni Mungu mwenyewe. Tunaona pia ni muunganiko kati ya mwanamke na mwanaume ambao hawakulazimishwa kabisa. Ni lazima tutambue hilo na ni lazima tuelewe hilo. Na katika kujifunza kwetu huku nini maana ya hii, ni lazima tujue kabisa katika hali zetu zile za kupokeana, tujue ndoa ni chimbuko hai la msingi katika jamii zote, na katika jamii zote ndipo inapoanzia familia inayoitwa ndoa. Tukiona katika hali ile ya mimi nimetoka wapi, wewe umetoka wapi, tumetoka wote katika hali ile ya ndoa, muunganiko wa mwanaume na mwanamke. Ndiyo maana halisi ya ndoa, waliokubaliana kuishi pamoja pasipo ugomvi, pasipo kwa hiari yao wenyewe. Basi katika hilo tunaomba tukaangalie tumeshaelewa sasa nini maana halisi ya ndoa. Tukaangalia kuna ndoa za aina ngapi. Je, katika maisha yetu tunajua kuna ndoa za aina ngapi? Tunajifunza nini kuhusu aina hizi za ndoa? Basi tutaangalia hapa tujue, tuko katika utangulizi, tujue tuna ndoa za aina ngapi. Basi tunaona kabisa kuna ndoa za aina 3. Ndoa ya aina ya kwanza ni ndoa ya asili. Ndoa ya aina ya kwanza ni ndoa ya asili. Alafu ndoa ya aina ya pili ni ndoa ya jadi. Alafu ndoa ya aina ya 3 ni ndoa ile ya kanisani. Ile ya kanisani. Ndoa ya aina ya 3 ni ndoa ile ya kanisani. Tuanze kwa kujifunza ndoa hii ambayo ni ndoa ya asili. Tujue nini maana ya ndoa ya asili. Basi ndoa hii ya asili maana yake ni ndoa aliyoanzisha Mungu mwenyewe. Ni ndoa aliyoanzisha Mungu mwenyewe kwa kuona si vema mtu huyu akae peke yake na kumfanyia msaidizi wa kufanana naye kwa kukaa naye. Hivyo Mungu aliona si vema akae peke yake, akampa msaidizi, na Mungu akawabarikia. Hivyo Mungu akawapa mamlaka ya kutawala ulimwengu wote, na ndege na wanyama na samaki na kila kilicho juu ya nchi. Akawapa akili na utashi tofauti na wanyama wengine wote. Hii tunaipata pia katika kitabu hiki cha Biblia ambacho ni Mwanzo sura ya 2 aya ile ya 18. Mwanzo sura ya 2 aya ile ya 18. Tumesema ndoa ya asili hii ni ndoa aliyoanzisha Mungu mwenyewe kwa kuona si vema mtu akae peke yake na kumfanyia msaidizi wa kufanana au kukaa naye. Hivyo Mungu aliona si vema akae peke yake, akamfanyia msaidizi Eva, na Mungu akawabarikia. Hivyo Mungu akawapa mamlaka ya kutawala ulimwengu wote, ndege wa angani, wanyama, samaki na kila kilicho juu ya nchi. Akawapa akili na utashi tofauti na wanyama wengine. Tunaona hii ndoa ya asili imeanzishwa na Adam na Eva. Huu ni mpango wa Mungu mwenyewe. Hivyo katika hali ya kuona mpango huu wa Mungu mwenyewe, au kwa maneno mengine tunaweza kusema ndoa hii imeanzishwa na Mungu mwenyewe,
na ni asili. Kwa kigezo hicho watu wamefuata na kuendeleza taratibu hizi toka Adam na Eva mpaka kufikia sasa. Na katika kitabu kile cha Mathayo, kitabu cha mwinjili Mathayo sura ya 19 aya ya 4 mpaka ya 6, hapa tunaona kabisa Mungu akisema alichokiunganisha mwanadamu asijaribu kukitenganisha. Alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asijaribu kukitenganisha. Tukianza ile aya ya 4, anasema akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba aliyemuumba Mungu mwanzo mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wangekuwa si wawili tena bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Tunaona basi hapa Mungu akisema nasi katika maandiko matakatifu kuwa alichokifanya yeye, mwanadamu asijaribu kuweka mkono wake kusema hapana. Mwanadamu asijaribu kuweka nguvu yake ya pembeni kusema hapana. Ndiyo maana halisi ya ndoa hii ya asili Adam na Eva walipoanzisha, na ndicho tunachokiendeleza mpaka sasa. Hivyo tulitaja hatua tatu za ndoa. Tulitaja ndoa ya asili, tunataka tuendelee sasa. Kuna ile tulitaja ndoa ya jadi na tukataja ile ndoa ya kanisani. Hebu tuone maana ya hii ndoa ya pili. Tuone maana ya hii ndoa ya jadi. Maana halisi ya ndoa za kijadi au za kimila, tunaona ni ndoa inayofungwa kadiri ya mila, mazingira na desturi za watu au tamaduni mbalimbali za watu. Hapa tunapata kuona ndoa za Kiafrika, ndoa za makabila na ndoa za kiserikali. Mfano mzuri tunaoweza kutumia hapa kuwa ndoa ya kiserikali inafungwa katika ofisi za mkuu wa wilaya. Kwa baadhi yenu najua mmeshalitambua hili, na wengine pia mmebahatika kufunga ndoa katika wakuu wa wilaya. Hizi tunaziita ndoa za kijadi au za kimila. Hizi ndio ndoa hizo zinazofungwa kutokana na mila, desturi au mazingira ya tamaduni mbalimbali, ikiwemo pia ikijumuishwa humu na ndoa za kiserikali. Kwa mfano, tumesema mfano mzuri ni kwamba ndoa hizi za kiserikali zinafungwa kwa mkuu wa wilaya. Mnaenda pale, mnafuata masharti yote na taratibu za ndoa, kisha ndoa hiyo inafungwa. Ndoa za kimila kufungwa pia kufuatana na taratibu za makabila husika na mazingira waliopo. Kufungwa kutokana na taratibu na mazingira ya kimila au wahusika waliopo. Hiyo ndiyo inaitwa ndoa ya kijadi. Hivyo tunaona hapo na tunaelewa nini maana ya ndoa ya kijadi. Naamini kabisa umeelewa. Hiyo ndio maana halisi ya ndoa ya kijadi. Na tukiangalia pia kwa habari ya ndoa ya kijadi, pia ndoa hizi hufungwa kutokana na sheria, taratibu au masimamizi ambayo yanapelekea wazee wa ukoo fulani au wa viongozi wa ukoo fulani kuwafungia vijana wa rika fulani ambao wako tayari kwa ajili ya kuoa. Hizi ndio zinaitwa ndoa za kijadi.
kuna baadhi ya makabila kama ndugu zetu wa Masai wana wakati wao fulani, ukifika wakati ule anatakiwa arudi nyumbani ili akaozeshwe mke, akapate mke kwa ajili ya kuendeleza maisha ya ndoa, maisha ya familia, maisha ya kuwa na mwenza. Kuna makabila mengi, lakini mimi nimeona kwa hawa, ndio maana ninakuambia kwa sababu ni kitu ambacho nimeona. Hivyo hii ndio maana halisi ya ndoa ya jadi au ndoa za kimila. Basi hebu katika hizo tulizojifunza tuone basi maana ya ndoa hizi, ndoa ya kanisani pale tunapofunga sasa ndoa halisi pale tulipo kanisani kwetu, kanisa lolote la Wakristo yaani kanisa lolote la Wakristo, kanisa lolote lile la Wakristo, tuone nini maana ya ndoa zile za Wakristo. Tunaona kabisa neno la Mungu au mafunuo ya Mungu na marejeo ya kanisa na mapokeo ya mababa mbalimbali kuwa ndoa ya kanisa tunaambia ni agano ambalo kwalo mwanaume na mwanamke hujifunga pingu za maisha kwa manufaa yao wenyewe ili kuzaa watoto na kuwalea. Hii ndio maana halisi ya ndoa za kanisa, ikisema ni agano ambalo mwanaume na mwanamke hujifunga wenyewe kwa pingu za maisha kwa manufaa yao wenyewe kuzaa watoto na kuwalea. Hivyo basi tukiangalia katika agano la kale, Mungu pekee ndiye mwanzilishi wa ndoa. Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake. Alimuumba Adamu, akaona si vema akae peke yake, akamfanyizia msaidizi wa kufanana naye. Kisha Mungu akampa Adamu usingizi mzito. Baada ya Adamu kutoka katika ule usingizi mzito, tunaona Adamu ananyanyuka kwa kutambua kuwa baada ya Mungu kumfanyiza Adamu kutoka ubavu, kufanyiza Eva kutoka ubavu wa Adamu, tunaona Adamu ananyanyuka katika usingizi mzito. Anasema, huyu ni mifupa katika mifupa yangu, ni nyama katika nyama zangu. Tutasoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 aya 23. Kwa hiyo mwanaume atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mumewe. Hawa wawili hawatakuwa tena wawili bali mwili mmoja, watakuwa wameunganika, wamekuwa mwili mmoja. Katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 aya ile ya 18. Mwanzo sura ya 2 aya ile ya 18. Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke, akawabariki, akawaambia, zaeni muongezeke na kuijaza nchi na kuitiisha. Tunasoma hii katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 27, sura ya 1 aya 27 na 28. Pia Adamu alimjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana. Tunaona hapo sasa Mungu anaachilia upendo, anaachilia zao, anaachilia pumzi. Adamu anapata mtoto wa kwanza katika maisha, na katika maisha ya ndoa basi tunaona kabisa mtoto anapotokea inakuwa ni baraka, inakuwa ni furaha, inakuwa ni shangwe, inakuwa ni nderemo, inakuwa ni vifijo. Yaani inapendeza sana kwa kumuona mtoto wa kwanza katika maisha yenu. Naamini kwa wale ambao wako kwenye ndoa wanalitambua hili na wanaona furaha ya ajabu. Mimi ni wapi kwa story kafupi kadogo. Mimi kwa kweli siku ambayo mke wangu ameenda kujifungua, ile siku ya matarajio sasa ndio tunajua kabisa ndio leo. Hiyo siku nilikaa na kumwomba Mungu nikisubiri fahamu nimuone mtoto ambaye Mungu anatuletea, ni aanze kuachilia shukrani kwa Mungu. Na hiyo siku ilikuwa ni furaha sana kwangu, ni kuambia mwanapenda mwanafamilia. Ilikuwa ni siku njema, ni siku ya furaha, nilifurahia sana. Naamini hata wewe siku ya kwanza kumpakata mtoto mikononi mwako, mtoto wako wa kwanza, ilikuwa ni furaha sana. Ndio hiyo furaha ambayo Adam na Eva waliipata, tunaliona hilo.
Basi katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 4 aya ya kwanza, Mungu mwenyewe anajifunua kupitia ukamilifu kwa mamlaka ya neno lake. Hivyo mwanaume na mwanamke aliwaumba katika utimilifu na usawa kwa kushirikiana. Aliwaumba katika utimilifu na usawa kwa kushirikiana na kuwapatia msaidizi. Neno linalotumika kumtambulisha mwanamke linatumika kama msaidizi, na maana atakayeshirikiana na mwanaume katika nyanja mbalimbali. Nataka utambue kuwa mwanamke ameletwa kama msaidizi wa kusaidiana nasi katika nyanja mbalimbali. Ndio maana Mungu akafanya hivi. Hebu tuangalie ndoa katika kanisa kwa mpango wa Mungu katika Agano Jipya. Tunaona kitu gani hapa katika Agano Jipya? Tunaona katika Agano Jipya kuwa ndoa ni watu wawili, mwanaume na mwanamke, ambao kwa pamoja wanashiriki agano la kimungu la kuunda familia kama mke na mume. Tunaona ndoa ni watu wawili, yani mwanamke na mwanaume, ambao kwa pamoja kushiriki ile hali ya agano ya kimungu kwa kulinda na kulinda kifamilia, yani mke na mume. Kama mwanamke alitoka kwa mwanaume, vile vile na mwanaume alitoka kwa mwanamke. Hii tunaiona katika ile Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya 12 pale. Ndoa kwa mpango wa Mungu imefanywa kwa kutengenezwa na ni ukubaliano kati ya wanandoa waliojifunga kwa nia moja, kwa kujitoa kwa mapenzi makubwa kwa kila mmoja. Na hili ndilo agano ambalo ni agano la mapendo, ni agano la kujitoa katika kumkubali mwenzako katika hali zote, katika hali za raha, katika hali za shida, katika hali za magonjwa na afya, yote unakubali kumkubali mwenzako. Ndiyo maana halisi ya kujitoa, na hii ndiyo mpango halisi wa Mungu. Ndoa ni mapendo yasiyokuwa na mipaka, ni mapendo yasiyokuwa na mwisho. Ndiyo maana tunakutana na Mtume Petro akituambia enyi waume wapendeni wake zenu. Mtume Petro anatuambia kabisa hivyo, kama Kristo alivyolipenda kanisa lake. Mtume Petro anatuambia hivyo, na tunaona kabisa pia wanawake wanaambiwa enyi wanawake watiini waume zenu. Ina maana hapa tuwe na usawa, tuwe na haki sawa katika upendo. Katika ndoa tuwe na hali ile ya kuelewana, maelewano yawe mazuri, tuishi kwa upendo, yani upendo usiokuwa na mipaka. Basi tunaona Yesu mwenyewe aliwafundisha wafuasi wake sheria ya ndoa. Utaniuliza ni wapi? Yesu mwenyewe aliwafundisha wanafunzi wake, wafuasi wake, anatufundisha hata mimi na wewe leo sheria ya ndoa. Najua unauliza ni wapi. Tufungue kitabu kile cha Luka sura ya 20. Tufungue kitabu kile cha Luka sura ya 20 aya 27 mpaka ya 36. Basi tunaona Luka 20 ile aya 27 mpaka ya 36 ikisema, kisha baadhi ya Masadukayo wakamwendea wale wasemao kwamba hakuna ufufuo, wakamuuliza wakisema, Mwalimu, Musa alituandikia kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke, lakini hana mtoto, amtwae huyo mke ampatie nduguye mzao. Basi kulikuwa na ndugu 7 wa mke wa kwanza. Ndugu 7 wa kwanza alioa mke akafa hana mtoto. Wa pili akamtoa yule mwanamke akafa hana mtoto. Hata watatu akamuoa, kadhalika naye wote 7 wakafa.
wasiache mtoto. Mwisho akafa yule mwanamke. Basi katika ufufuo atakuwa mke wa yupi? Maana aliolewa na wote 7. Yesu akamwambia, wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa. Wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa, lakini wale wahesabiwao kuwa wamestahili kuutupa ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu hawaoi wala kuolewa. Wala hawezi kufuata tena kwa sababu ya kuwa sawasawa nao, wala hawawezi kufa tena kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu kama vile walivyo wana wa ufufuo. Neno la Mungu. Basi tunaona hapo Mungu akitufundisha kwa habari ya nini? Ya ndoa. Mungu anatufundisha kwa habari ya ndoa, kuwa sisi tulioko duniani ndio tunaoa na kuolewa. Tukishafika mbinguni hakuna habari ya kuolewa. Tunaona hiyo Yesu anatufundisha kwa habari ya wanaume 7 wa kijana wa mzazi mmoja ambaye zamani hizo walikuwa wanafanya kurithi, lakini kwa sasa ashukuriwe Mungu, naona mambo hayo yameisha. Lakini kwa baadhi ya mila na desturi za watu bado mambo haya yanaendelea, na si vibaya kwa sababu kufuata mila na desturi za watu ni haki kabisa. Neno la Mungu linasema tuitii kila mamlaka iliyowekwa. Kwa sababu hiyo basi tunaangalia kuendana na mazingira yetu, kuendana na ile hali ambayo tunaona inafaa. Pia tunaona katika hili Mungu anaendelea kutufundisha. Anasema mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, watakuwa mwili mmoja. Kitabu kile cha mwinjili Mathayo ile sura ya 19 aya ya 5 na ya 6. Kitabu kile cha mwinjili Mathayo sura ya 19 aya ya 5 na ya 6. Tumeona jambo hilo, lakini tunaendelea kujifunza jambo hapa. Tunaona Mungu anataka kutuambia nini zaidi. Tunaona anasema, lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanaume awe na mke wake, na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Mume na ampe mke haki yake. Tunaona hapa Mtume Paulo akisema nasi. Mtume Paulo akisema nasi katika waraka ule wa Korinto wa kwanza sura ya 7 aya ya 2 na ya 3. Tusome hapo tuone Mtume Paulo anatuambia nini kwa habari ya kila mwanaume na mwanamke wakae vipi. Basi tunaona Mtume Paulo akisema, lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanamke, ile ya 2, kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Mume na ampe mkewe haki yake, hivyo hivyo na mke ampe mumewe haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake, bali mume vivyo hivyo hana amri juu ya mwili wake, bali mkewe. Msinyimane, isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faraga kwa ajili ya kusali, mkajiane tena, shetani asije akawaharibu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Basi hapa tunaona Mungu akiendelea kutuonyesha kuwa katika ile hali ya kuwa mwili mmoja, ina maana tuwe na kiasi. Sio kila siku wewe tu kila siku unataka tu, hapana. Kuwa na kiasi kwa mwenzako. Neno la Mungu linatuambia kabisa, linasema tusinyimane sisi wanandoa, lakini pia tusiwe na kiasi. Na neno hili utalishangaa sana kwa baadhi ambao si wanandoa wanalitumia vibaya, wakilisoma kwa kulitumia kwa wale wenzao ambao wako katika hali ya uchumba, wakimwambia hata neno la Mungu linasema hivi. Hapana, subiri muda wako,
fungeni nira, kueni katika mwili mmoja, fungeni ndoa kanisani, ndipo mwende ukamwambie mwenzako neno hili. Na neno la Mungu linasema tuwe na kiasi. Tumsifu Yesu Kristo, mwana mpendwa, mwana familia wa Yerusalemu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Basi tunaona maneno hayo, tunaona jinsi gani pia Mungu anaendelea kusema nasi katika kujifunza habari hizi za kuwa mwili mmoja. Tumeona pia ndoa ni agano linalotuendeleza katika kukua kiroho na kimwili kwa malezi ya watoto. Watoto wetu tutawaleaje baada ya kupata watoto? Tunatakiwa tuwalee katika maadili na hadhi ya kumjua na kumfahamu Mungu, wakue katika hekima. Watoto wapate elimu iliyo nzuri, wapate maisha yaliyo mazuri kama sisi tulivyo na maisha mazuri. Kama tusingekuwa na maisha mazuri, tusingeweza kukaa kama wanandoa. Tunasema wakati wengine tunasikia mahali mtu anasema sisi ni maskini. Hakuna mwanandoa aliye maskini, kwa sababu Mungu ametupa akili na maarifa ya kuweza kuyafanya yaliyo mapenzi yake. Ametupa nguvu ya kuweza kupata kile ambacho Mungu mwenyewe anatuwezesha. Hivyo sisi sio maskini. Maana wakati mwingine tunasema tutaleaje watoto hawa au tutafanyaje katika watoto hawa. Tusiwe na hali hizo. Tuwalee watoto wetu katika hali nzuri, tukae katika makubaliano mazuri. Watoto wetu tuwapeleke katika hali ile ya upendo wa dhati ambao tunaanza nao, ile kama tunavyoanza nao. Tumsifu Yesu Kristo, mwana mpendwa, mwana familia wa Mungu. Tunaendelea kuona jinsi gani tuishi kadiri ya neno la Mungu, tuishi katika maisha yale ya jumuiya. Ndoa ni jumuiya, kuunganika, jumuiya, kuzaa pamoja. Katika hili tunaona Mungu amewapa wanandoa wajibu na majukumu mazito makubwa ya kushiriki kazi ya uumbaji kwa kuwalea watoto kadiri ya mpango wake. Pamoja na haya yote, Mungu ameamua kuwashirikisha wanandoa kazi yake ya uumbaji. Na katika kazi hii ya uumbaji, watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Malezi ni wajibu wetu sisi wanandoa na wajali. Hivyo kuwalea kiroho kwa kuwapa mahitaji kamili ya nayo stahili, kuwapatia mavazi, malazi, chakula, elimu bora, na kuanzia awali kuanzishia maisha msingi yale ya awali, yaani kuwapeleka shule za msingi, sekondari, vyuo, hatimaye hata wenyewe wapate kazi, waje waingie kwenye maisha halisi ya ndoa. Familia, tukae tukijua kabisa familia ni shule ya sala. Familia ndipo chimbuko kuu la sala zote. Ndipo watoto wanapochukua maadili yaliyo mazuri na maadili yaliyo mabaya. Kama utakuwa katika hali ile ya kutenda mambo maovu, katika kutenda mambo ambayo hayapendezi katika familia, wewe kama baba au mama wa familia, mtoto ataiga vivyo hivyo. Ndio maana nasema familia ni shule ya sala. Familia ni shule bora ya malezi, kuendana na mpango wa Mungu, kuendana na wajibu wa ndoa. Mpango wa Mungu ni chanzo pekee ambacho mwanadamu kwa sura na mfano wake anaachilia upendo huu. Mungu anaachilia upendo kwa sura na mfano wake, na mapendo haya anayatakabali Mungu mwenyewe kwa kutubariki. Hivyo tunatakiwa tuishi vizuri na watoto wetu kwa kuwalea katika mapenzi yale yanayomuonyesha Mungu, hali ile iliyo nzuri, hali ya roho na mwili. Tunaona sasa hivi familia nyingi zinaingia katika changamoto mbalimbali. Watoto wanakuwa wauni, wapita bangi, vitu gani, lakini hivi vyote vinatokana na msingi uliopo katika familia zetu. Msingi uliopo katika familia zetu. Hivyo inatupasa kila mmoja aanze kutengeneza msingi bora katika nini? Katika familia zetu. Tukiwa katika msingi huu wa mwanzo, katika hali ya mwanzo, siku yetu ya kwanza,
Tuende basi tukamwombe Mungu. Tukamwambie Mungu, tumetambua machache haya tuliyojifunza. Tumeona hadi neema yako ya kutuletea watoto. Watoto hao tunaomba tutembee nao kwa mpango wako, tunaomba tutembee nao kwa uwezo wako, tutembee nao kwa hali ile ambayo Mungu itampendeza na itawapendeza wanadamu, na watoto wetu watakuwa katika hali iliyo njema. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tuende mbele za Mungu tukamwambie Mungu, unastahili, Mungu unaweza, Mungu tamalaki yote katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa Nazareti, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, tunakuja sisi katika kujifunza kwetu. Tunaomba Mungu kawe pamoja nasi, ukatembee nasi tena, ukatuunganishe katika kifungo hiki cha nira cha kuwa pamoja. Kwa wale ambao umeshatuunganisha Mungu, tutambue na kuelewa njia zile zilizo nzuri katika kuendelea kujifunza na kutambua maisha mazuri katika ndoa, katika muunganiko huu wa ndoa. Tunaomba neema, kibali na upendo wako endelee kuwepo katika wale ambao wanaojiandaa katika maisha haya Mungu. Tunaomba ufunuo wako wa kimungu juu ya wana wako hawa Mungu. Tunaomba neema yako Mungu. Tazama Mungu, kuna ndoa nyingi pia Mungu zilizopo, lakini Mungu hawakujaliwa kupata neema ya watoto Mungu. Tunaomba Mungu kaachilie kicheko katika ndoa hizi katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa Nazareti. Tunaomba kaachilie furaha katika ndoa hizi katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa Nazareti. Kafungue matumbo ya kina mama Mungu wa Israeli, maana kwa mpango wako Mungu umeahidi Mungu tutaenda kuizaa na kuijaza dunia. Tunaomba Mungu kaondoe kila kizuizi katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa Nazareti. Nenda kaachilie mafunuo yako mapya kwa vijana wetu, kaachilie mafunuo yako mapya Mungu kwa wale ambao wanatamani kuolewa, kaachilie watoto wako watakaoolewa na kuolewa, watakaooa na kuolewa sahihi Mungu. Wale waliokuomba Mungu katika hali ya kwenda kuolewa Mungu, kafungulie milango ya kuolewa Mungu. Wale waliokuomba katika kuoa Mungu, kawaletee wenzi wazuri katika kuoa katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa Nazareti. Mungu, tunakushukuru kwa upendo wako, tukihitimisha hayo katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amina. 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 Basi ndugu mpendwa, mna familia, tutaishia hapo kwa siku yetu ya kwanza ya semina yetu ya ndoa. Karibu na mwalike mwenzako katika semina itakayoendelea siku ya kesho. Mungu akubariki sana. Nilikuwa nami mtumishi Daniel.